Tushangilieni leo, tushangilieni leo, kwa miaka 50 ya Injili wako upareni, kwa miaka 50 ya Injili wako upareni. Taasisi za dini zinawajibika kuendelea kusimama katika nafasi yake ya kuliombea taifa letu, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii na kufundisha maadili mema, na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Kwa njia hii, kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA, ikiwemo mitandao ya kijamii, katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Ndugu waumini, ulimwengu wa kidijitali umeleta fursa nyingi kwa vijana, lakini pia kwa kanisa na taifa, ikiwemo urahisi wa kujipatia elimu, kupashana habari, ikiwa ni pamoja na kutangaza neno la Mungu na kurahisisha mawasiliano kwa ujumla. Hata hivyo, ulimwengu huu wa kidijitali umeambatana na changamoto ambazo ni pamoja na zifuatazo. Kwanza ni hatari kwa vijana kuathirika na maudhui hasi kama unyanyasaji mtandaoni, kwa kipare wanaita cyberbullying. Lakini pia kuna picha na video chafu, pornography. Pia kuna ujumbe wa kuchochea chuki, kuathirika kwa afya ya akili kutokana na utegemezi uliopitiliza kwenye mitandao. Lakini pia mawasiliano ya moja kwa moja miongoni mwa jamii imepungua. Ninapenda kuwasihi Watanzania wenzangu na wanadayosisi hii kutumia jubilei hii kujitafakari upya, tunapoanza hatua kuelekea jubilei ya dhahabu itakayofuata. Ninatoa wito kwa Watanzania wote wenye sifa ya kupiga kura wajitokeze ili kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kuwachagua viongozi wanaowataka, lakini wachague viongozi bora, sio bora viongozi. Aidha, nawasihi wa Tanzania kuendelea kudumisha hali ya amani na utulivu nchini kote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi.